Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam imetoa uamuzi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kusema kuwa ana kesi ya kujibu. Uamuzi huo unafungua hatua mpya katika kesi hiyo baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha ushahidi wake dhidi ya Lissu. Kwa mujibu wa uamuzi huo, mahakama imeona kuwa kuna ushahidi unaotosha kumtaka Lissu kutoa upande wake wa utetezi. Baada ya uamuzi huo, Lissu sasa anapewa nafasi ya kuwasilisha utetezi wake pamoja na kuwaita mashahidi aliyowapendekeza. Miongoni mwa mashahidi hao ni viongozi wa juu wa serikali na watu wengine anaodai wanaweza kusaidia katika utetezi wake. Katika orodha hiyo, Lissu ametaja Rais Samia Suluhu Hassan kama shahidi wa kwanza wa utetezi. Pia ametaja aliyekuwa makamu wa rais Philip Isdori Mpango pamoja na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Lissu pia ametaja IGP Camillus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi na mjumbe wa sekretarieti ya Baraza la Usalama wa Taifa, pamoja na Jenerali John Nkunda, mkuu wa majeshi na mjumbe wa sekretarieti ya Baraza la Usalama wa Taifa. Katika orodha yake pia wamo Suleiman Abubakar Mombo, mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa TISS, Ramadhan Kingai, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, pamoja na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema. Lissu amekuwa akisisitiza kuwa baadhi ya viongozi hao wanaweza kutoa ushahidi unaohusiana na mazingira yaliyopelekea kukamatwa kwake pamoja na madai yanayohusiana na uchaguzi na uendeshaji wa serikali. Orodha yake ya mashahidi pia imewahi kujumuisha watu kutoka Kenya na Uganda. Tundu Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 mjini Mbinga mkoani Ruvuma baada ya kuhudhuria mkutano wa Chadema uliokuwa ukihusisha kampeni na no reforms no elections. Siku iliyofuata alifikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Kesi hiyo inahusishwa na matamshi na machapisho yake ya mtandaoni kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025, ambapo upande wa mashtaka unadai kuwa alitoa kauli zilizolenga kuhamasisha wananchi kuzuia au kuvuruga uchaguzi. Mbali na shtaka la uhaini ambalo halina dhamana, Lissu pia alikabiliwa na mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo chini ya sheria za makosa ya mtandao. Hadi Agosti 21 mwaka 2026, Lissu amekuwa mahabusu kwa takriban siku 499 sawa na mwaka mmoja, miezi 4 na siku 12 tangu alipokamatwa Aprili 9 mwaka 2025. Kesi yake iliendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, huku mwenendo wake ukivuta hisia kubwa nchini Tanzania na nje ya nchi. Usikilizwaji wa kesi hiyo ulirejea Agosti mwaka 2026 baada ya kusimama kwa takriban miezi kadhaa. Sasa baada ya mahakama kusema kuwa Lissu ana kesi ya kujibu, hatua iliyofuata ni upande wa tetezi kuwasilisha ushahidi wake, na iwapo mahakama itakubali, mashahidi aliyowataja akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu na viongozi wengine wa serikali. Platinum Diamond, Toto la Kimanyema, Chibu Dangote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Uogopi.